Tunao mfumo wetu wa wanachama na tunatoa kadi. Tumezindua kadi tangu tuna miaka kama miwili sasa tangu tumezindua kadi. Tuna kadi za wanachama zipo. Kwa tunao mfumo wa wanachama, kuna na mashabiki na kila kitu. Lakini tofauti ni kwamba wanachama wetu sisi anaweza kawa na haki tofauti na wanachama wa timu zingine. Kwa sababu sisi wanachama wetu sio wa kupiga kura. Si klabu yetu uongozi hauchaguliwi na wanachama. Yaani mwanachama sio sehemu ya mmiliki wa klabu. Ni sehemu ya shabiki wa klabu. Unafahamu unajua kinachosumbua ni hili neno mwanachama. Unafahamu kwa Kiswahili, lakini tunasema kuna zile membership cards ambazo ndo kadi za wanachama. Lakini anaitwa mwanachama kwa Kiswahili kwa sababu sasa tulianza kuvijua vyama kwanza maana yake nini na nini maana ya mwanachama kwenye hicho chama, na wakaingia kwenye vilabu wakawa kama vile. Sasa wanataka mwanachama wa klabu awe kama vile mwanachama wa chama cha siasa, wa chama cha nini, unafahamu. Lakini wanachama wetu sisi wako tofauti kidogo, kwamba unapokuwa mwanachama wewe una mipaka yako, kama ambavyo unakuwa mwanachama wa timu zingine nyingi tu kama Manchester United, kama Chelsea, kama Liverpool. Ni wanachama lakini wanachama wake haufikii huko kwenye kupiga kura, sio kufanya nini hivyo. Mwanachama anatakiwa ainufaishe klabu. Hayupo kwa ajili ya kunufaika yeye. Yeye anatakiwa kunufaika kwake ni matokeo anayopata pale na kufurahi. Yeye yake ni furaha, unajua. Sio kitu kingine chochote. Manufaa yake ni furaha. Kwa hiyo maana yake anapokuwa kwenye asisi anakuja kuongeza nguvu kwenye klabu kwa ajili ya kufanya matokeo yapatikane kwa ukaribu zaidi, kwa urahisi zaidi. Kwa sababu matokeo yanapatikana kwa nguvu ya pamoja ya wachezaji 11 uwanjani, mchezaji wa 12 anakuwa yuko jukwani ambao ni shabiki huyo, na kumweka karibu kabisa na klabu na kumtambua na kujua klabu ina wanachama wangapi, ndio maana mnakata kadi. Unafahamu lakini mwanachama wetu sisi anapata faida nyingine kubwa zaidi. Kwamba unapokuwa umekata kadi ya wanachama ya Azam FC, ile kadi yako haishii tu kwa kadi ya wanachama. Ile ni wallet. Kwa hiyo unaweza ukaweka pesa mule pia. Ni kama credit card. Unaweka pesa. Na ukiweka pesa mule, sasa utapata faida ya kununua vitu ambavyo ni bidhaa za kutoka kwenye kampuni ya Azam kwa bei ya punguzo. Hiyo ndio faida kubwa anayoipata mwanachama wa Azam FC kwa kulinganisha na mwanachama wa klabu nyingine yoyote. Kwamba wewe ukishakuwa mwanachama wa Azam FC na umekata kadi, unapotaka kulipia labda kingamuzi chako kuangalia Azam TV, utalipa kwa bei ya punguzo tofauti na mtu mwingine yote ambaye angelipa kwa namna nyingine. Unapotaka kununua kitu chochote cha Azam, utalipia kwa bei ya punguzo kulingana na kadi yako. Kwa sababu kadi zipo za aina 3. Kuna kadi za juu kabisa, kuna kadi za kati na kadi za chini. Kadi za juu kabisa gharama yake ya kununua ni kubwa zaidi, ni shilingi 50,000. Hiyo kadi punguzo lake ni kubwa sana ukienda kununua bidhaa. Iko hivyo. Kwa hiyo hizo kadi ya mwisho kabisa shilingi 5,000 ambapo punguzo lake ni ndogo, sio punguzo lake sio kubwa sana. Afu 25. Kwa hiyo iko hivyo. Tuambie, mmeanza vizuri mashindano ya kimataifa. Ni wazi huu msimu mnaenda kuvunja Azam ilikuwa inatolewa hatua za awali zaka. Ni mnakuja kumalizia mkiwa nyumbani. Unafikiri huu mchezo utakuwa na ugumu wote angali ugenini mmeshinda mabao mawili za? Utakuwa na ugumu kwa sababu kama sisi tulishinda kule, maana yake na wao wanaweza kaja wakashinda huku. Hata kama mchezo uliangalia tulishinda, lakini sio kwamba tulikuwa dominant muda wote. Kuna wakati wenyewe game walichukua wakatupiga pressure sana. So inaweza katokea ile hali hata hapa. Mpira mtu unaweza kufunga popote pale. Hayo ni maisha ya kawaida kwenye mpira. So lazima tuchukue tahadhari kubwa sana kuhakikisha kwamba tunaiua mechi haijaisha. Haijaisha, na endapo atakuja wao hata akipata goli moja tu wataanza kutubabaisha hapa. Pressure itabadilika na tunaweza kupoteza mechi kirahisi kwa sababu imeshatokea hapa sasa. Kwa hiyo lazima tujipange vizuri tuhakikisha kwamba hatupate madhara kama yale. Malengo ya Azam kimataifa ni yapi sasa? Angalau tufike hatua ya makundi kwa sababu ndio hatua ambayo tumekuwa tukitafuta sana. Angalau tuanzie hapo, alafu mwingine tutaangalia mbele, lakini hatua ya makundi ndio. Kikosi unavyokiona, mwalimu anavyoendelea kukifundisha, unaona kabisa ni wakati sahihi kwa msimu huu kufika? Wakati sahihi haukuwa sasa. Tungeweza hata kufika hatua makundi miaka mingi nyuma. Tukifika sasa ndio itakuwa jambo sahihi pia. Kwa sababu kila kitu kina muda wake. Kwa kama tutakwenda hatua ya makundi sasa, basi ndio wakati wake sahihi ulikuwa.
japo tulikuwa na kikosi bora wakati mwingine huko haikuwezekana, tukaja tukawezekana katika kipindi kama hiki, itakuwa jambo zuri pia kwetu. Ni furaha kiasi gani kwa timu zetu za Tanzania zote kushinda ugenini kwa namna ambavyo mashindano ya kimataifa za Azam ameshinda mabao mawili, Singida ameshinda, Yanga ameshinda, lakini pia Young Africans pia kwa ujumla. Hii ni faraja kiasi gani? Yaani jambo zuri kama kwa nchi, kwa taifa, kwa ligi yetu. Kwa sababu ligi yetu imeongeza hadhi, ni ligi ya 4 kwa ubora Afrika. Kwa maana yake inatoa hiyo picha halisi kwamba hii kweli ligi inatoa timu bora. Ni hivyo. Na unaziona zote zikifanikiwa kushinda namna ambavyo tukiachana tumezungumzia Azam, Yanga, Simba, kwa ujumla Singida, tuna nafasi hiyo kubwa kwa kulingana na ligi yetu umezungumzia hapo ubora. Sikuona mechi za wengine, sikubahatika kuziona. Kwa hiyo siwezi kusema sana wapinzani wao aina gani kwa sababu sikuwaona. Lakini inawezekana kushinda pia kwa sababu mchezo kwao utuzwa. Hasa wenzetu wana uzoefu wa kutosha kuzicheza hizi mechi. Wameshapitia upsets nyingi. Haya mambo ya kufungwa nyumbani wenyewe wanayajua, yameshatokea mara nyingi. Kwa hiyo nadhani kuna hatua zitachukuliwa na kuweza kupata matokeo mazuri. Moja kati ya msemaji wenzako anashauri kusema kwamba nyinyi kama vilabu sasa hivi hamna umoja wote katika upande wa kimataifa. Yaani atakupeana mbinu kushirikiana au kuongezana ndipo mnafanya vizuri katika mechi za kimataifa. Vipi kwa upande wako? Nani wewe kwanza? Alitamka Al Shaban Kamwe hii kauli kwamba inapofika swala la kimataifa kila mmoja pambane kivyako, lakini wewe hii Zaka leo umelijibu kwa uzuri kabisa. Sijui, mimi siwezi kusema sana kwa mambo wanayosema watu wengine. Nazungumza kama hasa inapokuwa hajatajwa Azam moja kwa moja. Lakini swala la kushirikiana kimataifa, mimi binafsi timu yangu haijafanya vizuri sana kimataifa. Lakini nilifanya harakati za kutaka kushirikiana kimataifa. Mimi nishamfuata mpaka afisa habari wa TFF aliweza kutuunganisha na tukaanza vikao. Bahati mbaya kwa mwaka wa kwanza haikuwezekana. Lakini nadhani msimu kama uliopita, msimu wa nyuma yake, mwaka 2024 Singida walikuwa wanacheza mechi yao na Future. 2023 ilikuwa na Future ya Misri. Hapa walicheza mechi yao hapa, Modern Future. Ilifanyika press conference ya pamoja ambao nilikuwepo mimi, alikuwepo Ali Kamwe na Hussein Masanza. Tukimuunga mkono Hussein Masanza kwenye mechi yao ya kimataifa. Maana yake tulikuwa tunazungumzia kuhusu umoja. Bahati mbaya siku ile hakuja Ahmed Ally. Lakini mimi ndo nilimpigia simu Hussein Masanza na kumueleza bwana, hii mechi inabidi tushirikiane, tusaidiane kumobilize watu ili mshinde. Na nikampigia simu Ali Kamwe kumuomba tukamunge mkono Hussein. Na nikamuomba Ahmed Ally na wakakubali wote. Lakini tu siku ya tukio Ahmed hakufika kwa sababu anasema alikuwa na udhuru. So hiyo unayosema sijai kuisikia na sijui ikoje. Lakini ninachojua ni kwamba hawa mimi ndio ndugu zangu na waliniahidi kwamba kuja kwenye kimataifa tutakuwa tunashirikiana. Zaka, umesema malengo ni kufika makundi. Simba na Yanga umesema zina experience kubwa sana mashindano ya kimataifa. Tuachiane sasa na Azam kama mtafanikiwa kufika makundi. Unaziona hizi timu zetu kwa upande wa klabu bingwa barani Afrika, Yanga na Simba zikifanya vizuri, na umezungumzia kwamba wana experience kubwa sana ya kimataifa? Sasa hiyo siwezi kutabiri kwa sababu kuwa na experience haigarantii kwamba utakuwa unashinda tu. Unaweza kukuta makuu pia. Kwa hiyo siwezi kuzungumza sana kwamba watafika wapi. Hiyo iko nje ya uwezo. Swala la ushirikiano, je, ukisha kuzifuata hizo timu ambazo zimefanya vizuri hasa upande wa kimataifa na kuuliza lolote juu ya kwamba wanafanya, kwa nini wanafanya vizuri? Kwa nini? Kwamba mbinu gani wanatumia kufanikiwa kimataifa? Hapana, sijawahi kuwauliza kwa sababu mimi nafasi yangu iliyopo sio sana ya uwanjani. Unafahamu, kwenda kuuliza labda kama watu wanaohusika na mambo ya uwanjani kama labda kocha au watu wanaohusika kwenye utaalamu moja kwa moja. Mimi nafasi yangu inayohusika ni kutoa kuhabarishana. Kwa hiyo kutoa taarifa kwa mashabiki wetu na nini, kama kwa masichana, na ndio kitu ambacho nikifanya mimi. Nikifanya kuwatafuta wale ambao unafanya kazi kama yangu. Hizo kazi zingine ambazo mimi siwezi kuzifanya, siwezi kuziulizia. Lakini kwenye tunaona media ilikuwa kihamasisha sana. Ndio mashabiki na ndio maana nasema hawa niliwahi kuongea nao. Sasa Ahmed Ally hawezi kuniambia mimi, siwezi kumuuliza Ahmed Ally mnafanikiwaje kimataifa kwa sababu mimi naamini yeye kama mtu wa idara ya habari
ana mchango lakini sio moja kwa moja uwanjani kwamba yeye ndo atajua lile goli lilifungwaje. Sio ndani hiyo mimi naamini hata kama atakuwa anafanya hiyo kazi lakini ni kazi ya nyuma ambayo haiwezi kuwa mbele kwamba eti mimi nimuulize hicho kitu, hapana. Na mnaendelea kujifunza kwenye hizo timu kubwa Yanga na Simba, nyinyi kama Azam na Singida? Kujifunza kuna njia mbili. Sio mmoja tu anatakiwa ajifunze. Kujifunza kila mtu anajifunza. Sisi tunajifunza kutoka kwa wao kwa kile ambacho wanakifanya bora, hata wao wanajifunza kutoka kwetu. Kujifunza ni kitu, hakuna anayejua kila kitu au hakuna anayeweza kila kitu. Kila siku tunajifunza, tunaongeza maarifa. Unaweza kuna kitu gani hasa kikubwa ambacho Azam na timu zingine zinahitaji kujifunza kutoka kwetu? Azam jifunze kutoka kwetu tena? Yaani kuna vitu gani mnafanya Azam timu zingine kubwa zinaweza kujifunza kutoka kwetu? Mimi nadhani kwenye namna ya kuwa treat wachezaji, sisi tuko makini sana, na ndio maana hatuna hata kesi moja FIFA ya kushtakiwa na mchezaji kwamba anatudai au anafanya nini tu, hapana, kwa sababu tunaheshimu hii ni kazi. Nadhani hiyo kitu wanaweza kujifunza kutoka kwetu ili na wao epuke hizo kesi. Hiyo inaweza kujifunza, lakini pia hata namna ya kuhudumia mpira wenyewe. Yani sio tu kuwaza matokeo kitu kikubwa sana kwenye mpira, lakini sio kitu pekee. Kwa hiyo hata kwenye namna kuwa na miundombinu kama hivyo wanaweza kujifunza kutoka kwetu pia. Na nyie ni mkipi ambacho mkiangalia hizo club kubwa mnasema hiki tunaweza sisi tukakiiga na tukafanya vizuri? Tunaweza tukaiga kutoka kwao namna kwa mobilize wa mashabiki za uwanja. Hicho ni kitu kikubwa sana kwa wenzetu ambacho tunaona ambacho tunaweza kukifanyia. Tunaweza tukajifunza namna ya hata ya kuwa kwenye matukio makubwa. Kwa mfano inatokea jambo bungeni, sio kaitwa fulani wanakuwa itwa wale tu, kwamba hata sisi wenzetu wanafanya nini mpaka wanakuwa kila wakati bungeni wanatajwa wanafanya nini. Hivyo vitu na sisi tunaweza tukahangaika namna gani tukajua, kwa sababu ile publicity inakuongezea kutamani ya timu. Zaka, malizia neno moja na mshabiki wa Azam FC lakini pia wa Tanzania kiujumla. Hii weekend ni michezo ya marudiano ya kimataifa. Unawaambia nini mashabiki wa Azam lakini pia wa Tanzania kiujumla? Tuna mchezo wetu tarehe 28 hapa, utaanza saa 11 jioni dhidi ya El Merreikh Bentiu. Kwenye makaratasi unaweza kuona mchezo mwepesi kwa sababu tulishinda ugenini, lakini mchezo mgumu sana. Tunawahitaji sana mashabiki wetu waje kutuunga mkono. Tushikilie tulipopata. Ushindi wa goli 2 za ugenini ni mzuri sana. Tukiweza kutoa sare tu tumepita. Kwa hiyo waje watuunge mkono, tuje tuhangaike na mechi ya hapa pamoja. Mashabiki wakija waje wao wafunge goli la kwanza. Wao mashabiki wafunge goli la kwanza. Alafu wao wasababishe mpinzani ajifunge goli la pili. Alafu wachezaji waanze kufunga goli la tatu. Kwa goli la kwanza na la pili yana wahitaji wao sana, waje walete magoli yale. La kwanza watafunga wao wenyewe, afu la pili watasababisha wao mpinzani atajifunga, afu wachezaji wetu waanze kufunga goli la tatu. Bana Zaka, mimi kwa leo nikushukuru sana, tumezungumza mengi sana ya kimichezo na tumai umenipa muda wako mzuri sana. Shukrani sana ndugu yangu. Nafikiri nyakati nyingine tunaendelea kwa mzungumza mengi sana ya kimichezo. Asante, karibu sana.